Bwana, kwa herufi kubwa ya wanachama wa klabu ya Yanga, bango ni moja. Atuchezi, atuchezi, atuchezi. Kwa herufi kubwa, umeelewa vizuri? Nakusikiliza vizuri. Kwa herufi kubwa. Kwa herufi kubwa mno, Young Africans rasmi wametoa tamko lao ya kwamba atuchezi, atuchezi, atuchezi. Na atupeleki shauri letu kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Gongelea msumari. Na atupeleki shauri letu kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Sasa mimi bila kupoteza muda, sio zilitenda, zinatenda. Manake zinaendelea kutenda dhuluma. Kwa mujibu wa Young Africans. Hebu mpe taarifa mtazamaji wa Data Sports nini ambacho Young Africans wamekiandika, kisha Pako na yeye apitisha hapo, naye pia anasoma. Tenzetu Cisco. Bwana, taarifa kwa umma leo Mei 5, 2025, yani mwezi wa 5 tarehe 5, unaelewa vizuri mwaka 2025. Ya moto kweli kweli hii imetoka. Uongozi wa klabu ya Young Africans Sports Club unapenda kwa taarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi na mchezo, yani CAS, kuhusu kesi yetu yenye namba kasi 2025 mkwaju A mkwaju 1129 Kasi imeeleza Young Africans Sports Club kurudi kuanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelewa kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa klabu ya Young Africans Sports Club hauna imani na uko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Yanga Sports Club unapenda kuijulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo nambari 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kwenye mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati tendaji Young Africans Sports Club. Mwisho wa kunukuu. Pako ameipitisha vizuri sana na imesomeka. Na imesomeka vizuri. Pengine wasije wakasema maneno yenu ni mara tatu msimu. Unajua sisi wa Tanzania tuna tabia kubishia hadi ukweli. Nisikilize kwanza, tuipige mara tatu. Msimamo wa klabu ya Yanga ni kwamba hatuchezi, hatuchezi, sawa, hatuchezi. Full stop. Sasa leo Young Africans Cisco niza sio jambo la kulichambua sana, kwa sababu kila mtu ana hisia zake kulielezea. Tofauti na kauli ya kwamba hatuchezi, kuna kauli kadhaa ambazo nimezinoti kutoka katika barua ya kikosi cha Young Africans. Ndio. Ukisoma paragraph ya pili inasema, lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea. Narudia tena. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za Tanzania, mamlaka za soka za Tanzania, uongozi wa Young Africans Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Ukiachana na hiyo paragraph nyingine inasema ya kwamba Okay, nafikiri ni hiyo paragraph. Ni moja ya kauli ambayo mimi nimeinukuu. Yanga wamezungumza mambo mawili katika taarifa yao. Ndio. Ukiachana na taarifa achana na lengo la kutoa taarifa ya kwamba msimamo wao kutokucheza katika dabi ya Kariakoo, taarifa nyingine mpya ambayo tunaipata kupitia taarifa kwa umma waliotoa Young Africans, nikiwa na maana press release waliotoa Young Africans,
ni kuwa mamlaka za soka Ndio. kuna upendeleo kwa sasa hivi wanaufanya kwa timu moja. Okay. Na timu hiyo sio nyingine, ni Simba Sports Club. Hilo ni jambo la kwanza unapaswa kunoti. Yes. Jambo la pili, mamlaka za sasa hivi zinazosimamia soka letu la nchini Tanzania kwa maana ya TFF na bodi ya ligi. Ndio. Wanatenda dhuluma. Si unanielewa? Na kupata vizuri. Sio walitenda. Wanatenda. Walishatenda. Na wanaendelea kutenda. Wanatenda. It means ni jambo ambalo kwa sasa hivi linaendelea. Tumefika sehemu tutaongea lugha moja. Jana juzi tulizungumza kuhusiana na yanaendelea kwa bodi ya ligi na TFF, namna gani ambavyo wanapaswa kupambana kujisafisha. Dabi ya Kariakoo imechafua kabisa taswira nzima ya mpira wetu. Ya mpira wetu wa nchini Tanzania. Unanuka sasa hivi. Leo tumefika hatua ya kuona jambo kama hili, klabu kubwa kama Young Africans. Yaani ni kwamba kama kuna mtu naomba nisikilize vizuri. Yes. Shauri la Yanga ni kama vile wamelichukua wameliweka kabatini, hawalipeleki TFF, hawalipeleki bodi ya ligi, wamekaa na wamekunja na nne wanasema hivi, tufanyeni mnachotaka na atucheze hiyo mechi yenu mnaotaka twende tukacheze. Japokuwa tumepewa oda kwamba tulete shauri lenu kwenu, lakini hatuna imani tena na nyie kwa sasa hivi kutokana na kwamba wana imani Young Africans hata wakipeleka shauri lao kwa TFF hawatoweza kufanikiwa. Yes. Sio, unanielewa vizuri? It means Yanga hawana imani na uongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi kutokana na dhulma, uvunjwaji wa kanuni ambao umekuwa ukifanywa kila kukicha, kwa sababu wamesema ni jambo ambalo linaendelea kwa sasa. Kwa hiyo wanafanya jambo kama hili kwa lengo la kuliokoa soka letu. Mwaka huu mpaka uje uishi, tutakuwa tumeona mengi kwenye soka letu. Sana. Kilichotokea kwenye dabi ya Kariakoo kitawafundisha viongozi wa TFF na bodi ya ligi kuwa mpira uongozi kwa hisia. Uongozi ni karama ambayo Mwenyezi Mungu anakupa. Na unapaswa kuitunza karama hiyo kwa kuhakikisha kwamba unatenda haki kwa kila ambaye unamuongoza. Haijalishi ya kuwa una hisia na nani kati ya wale ambao unawaongoza. Tutayaona mengi. Bwana, tutayaona mengi mno kuelekea kwenye hii dabi ya Kariakoo, lakini bodi ya ligi wenyewe baada ya CAS kutoa barua, kiongozi mkubwa kwa maana mwenyekiti wa bodi ya ligi Stephen Mwana wa Mguto alitoka hadharani akiojiwa kwa kuzungumza kauli ambazo zinaleta wasiwasi mkubwa kwa baadhi ya wadau na mashabiki wa klabu ya Yanga, lakini pia wapenda soka kwa ujumla, baada ya kusema tulijua tu wakati wanakwenda CAS hii mbungi awatoboi. Sasa wewe kiongozi mkubwa unazungumzaje namna hiyo, kwa maana ulifanya makosa makusudi ukiwa na maana ya kwamba unajua nini unachokifanya? Hii si sawa. Unajua leo tuwasaidie watazamaji wa Data Sports. Yes. Watakuwa wamestahau. Simba waliahirisha dabi. Wao ndo unajua Simba ni kama alitoa amri kwa bodi ya ligi. Saa 8 ya usiku. Yes, ni kama walitoa amri kwa bodi ya ligi. Walitufokea ile sio taarifa ya nisikilize kwanza. Simba walitoa taarifa saa 8 usiku. Tafsiri yake walitufokea tukiwa tumelala. Simba ni kama walitoa amri au go ahead kwa bodi ya ligi kwamba sisi hatutoshiriki mchezo. Sio taarifa ya kwamba tumefanywa vurugu kwa namna moja au nyingine. Bodi ya ligi walisema ya kuwa dabi haikuahirishwa kwa sababu Simba kufanya mazoezi ya mwisho. Naomba tunukuu hili. Sio, unanielewa vizuri? Yes. Walisema kulikuwepo na uvunjifu wa nini? Wa amani. Lakini pia vitendo vya rushwa vilikuwepo. Nakumbuka ni vitu viwili bodi ya ligi walivizungumza. Sio Simba kutokufanya mazoezi ya mwisho ndio sababu ya wao kuahirisha nini? Kuahirisha mchezo. Ila kuwepo kwa vurugu pamoja na viashiria vya rushwa ndio sababu ya dabi ya Kariakoo kufanyaje? Kuna nini kuahirishwa? Ndio. Wakatafutwa viongozi wa usalama kuhusiana na vurugu ambazo zilikuwa, kulikuwa na viashiria vyovyote vya vurugu, wakakiri ya kuwa hakukuwa na viashiria vyovyote vya nini? Vya vurugu. Wakatafutwa viongozi wa TAKUKURU kuhusiana na rushwa ambazo zilikuwepo, kulikuwa na viashiria vyote vya rushwa, hakukuwa na viashiria vyote vya nini? Vya rushwa. Tunataka kufanya mambo kuwa marahisi sana. Niliwahi kuzungumza nikasema hivi, bodi ya ligi kipindi wanailisha huu mchezo waliona ni kama vile ni jambo la kawaida, walishazoea kufanya, ni rahisi kwa wao, kwa hiyo wataahirisha, Yanga atarudi uwanjani. Yanga anachokifanya ni kumfundisha bodi ya ligi ya kwamba tuna kanuni na sheria ambazo zikifuata kila kitu kitakuwa sawa. Wanachokitaka Young Africans ni kanuni, taratibu na sheria zifanyike ili jambo limalizike. Sio kufanya mambo kuwa marahisi. Sio, unanielewa vizuri? Vizuri sana. Yaani bodi ya ligi walitaka kulifanya hili jambo kama rahisi. Yaani walishazoea. Kwa hiyo waka expect kama walivyozoea, sawa ndivyo ambavyo
itakuwa Yanga wameweka ugumu, kwa maana ya kwamba Yanga wanataka kuwaonyesha bodi ya ligi kwamba kanuni na sheria zipo na zinapaswa kufanyeje? Kufuatwa. Tunataka sababu halisi ya Simba kutokuja uwanjani kucheza mechi, kwa sababu kuna mkanganyiko kwenye yale ambayo mliyazungumza nyie na taarifa ambayo waliitoa nani? Simba. Ukiwauliza Simba watakwambia ya kuwa sababu ya wao kutokushiriki mchezo ni wao kutokuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho. Yes. Bodi ya ligi anakuja na taarifa ya kwamba kulikuwepo na uvunjifu wa amani na vitendo vinavyoashiria nini? Rushwa. Two statement ambazo ziko tofauti. Sina nielewa vizuri. Na kama mmetoa taarifa hiyo, mamlaka zipo zithibitishe. Yaani maana yake sijui kama natamani sana watu wanielewe. Watoe hisia wanielewe vizuri Cisco. Sio unanielewa vizuri? Yes. Hakuna kanuni inairuhusu timu kutokuingia uwanjani kwa sababu ya kutokufanya mazoezi. Simba Sports Club wanalifahamu hilo. Sio unanielewa vizuri? Nakupata vizuri. Bodi ya ligi mnakuja na taarifa nyingine mpya ya kwamba kulikuwepo na uvunjifu wa amani. Alafu wanaosimamia amani au na huo usalama wakakiri hakukuwa na issue ya nini? Ya uvunjifu wa amani. Yes. Wanaosimamia rushwa wakasema hakukuwa na viashiria vya nini? Tupeni sababu ya mchezo wa dabi kuahirishwa. Leo wanachokifanya Young Africans unaweza ukawaunga mkono. Ukawaambia guys, hapo mliposhikilia shikilieni. Alafu tuone watawashusha au kanuni zitafuata. Hili likawe fundisho kwenye soka letu. Ndio. Hili liendelee kuwa hivi kwa sababu ili litakwenda pia kutunyoshea mpira wetu wa Tanzania. Kwa namna gani? Ukiwa una miemko na hisia za klabu yako huwezi kutuelewa. Lakini kama ni mpenda mpira na unataka haki ya mpira itendeke, unaweza kutuelewa. Tuko hapa kwa ajili ya kuona mpira wetu unapukana na makando, tuweke mambo sawa. Sisi tumezungumza, tunasema nani mwenye haki, mwenye sheria. Tunataka kanuni zifuatwe na taratibu ambazo tumejiwekea ili mambo yawe sawa bin sawia. Umeelewa vizuri Sasa na sisi tunaondoka namna hiyo. Hatuna la ziada. Tunaondoka kwa upole. Tunaondoka kwa upole mno. Mpe credit zake bwana Pako, amejitahidi sana. Yes. Hana shida. Kweli.